Mtazamaji na msikilizaji, wiki iliyopita Nairobi ilikuwa na shughuli nyingi za kisiasa na kimaendeleo, huku Rais Daktari William Ruto akizindua miradi mingi katika kaunti ya Nairobi. Wananchi walijitokeza kwa wingi kushuhudia ziara hiyo ya maendeleo ya Rais Daktari William Ruto, na mojawapo ya miradi mikubwa ni hospitali ya Mutuini inayoratibiwa kukamilika ifikapo Agosti mwaka huu. Hospitali hii inatarajiwa kusaidia kupunguza msongamano kwa hospitali kuu za rufaa hapa nchini Kenya. Na mradi mwingine mkubwa uliozinduliwa wakati wa ziara hiyo ulikuwa mfumo wa maji taka, na mpango huu unalenga kukarabati kilomita 260 za njia za maji taka katika maeneo kama vile Umoja, Kayole na Donholm. Lakini kabla ya ziara ya rais katika jiji la Nairobi, rais aliweza kuzuru maeneo mbalimbali hapa nchini kama vile eneo la magharibi mwa Kenya, pwani na hata kaskazini mashariki kwa ziara zake za maendeleo. Na mtazamaji, katika ziara hizi rais amekuwa akishirikiana na wafuasi na viongozi wa mrengo unaoongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Baada ya kukosa pia kupata nafasi ya wenyekiti wa AUC, Rais William Ruto na Raila Odinga wameonekana kufanya siasa zinazolingana ama kuzungumza kwa lugha moja. Mtazamaji na msikilizaji, viongozi hao wawili tayari wametia sahihi mkataba wa kuwa serikali ama kufanya kazi kwa pamoja, ile tunaita cooperation deal. Kuna viongozi wa ODM kwa mfano ambao tayari ni mawaziri. Je, muungano huu wa kisiasa utaendelea kuleta maendeleo katika njia mbalimbali hapa nchini? Na hii leo tunao wageni wawili studioni kutusaidia kuchanganua swala hili la serikali jumuishi na maendeleo hapa nchini Kenya. Kwa hivyo nakukaribisha ukaandamane pamoja nasi. Tayari ambaye amewasili ni aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha walimu nchini NAT, Bwana Wilson Sosion, na vile vile aliwahi kuwa pia mbunge mteule. Karibu sana Bwana Sosion katika studio zetu. Asante sana. Na vile vile tunamtaraji mbunge Makali Mulu ambaye pia ni mbunge kutoka eneo bunge la Kitui Central. Katika muda usiokuwa mrefu pia tunatarajia kwamba atafika katika studio zetu, lakini tutaweza kuendelea. Mimi naitwa Dora Manya. Bwana Sosion, karibu na asante kuweza kufika kwa muda ambao unafaa. Asante sana Dora, na asante sana wasikilizaji wote popote mlipo katika Jamhuri, pia na watazamaji wa Channel 1 KBC. Siku zote na kujua kisha kunywa kahawa mambo yako sawa. Tunaweza fanya show sasa. Sasa niko imara, niko tayari. Shukrani sana. Tuanze safari. Yes. Karibu. Na tuanze mara moja kuhusiana na ziara za Rais Daktari William Ruto ambazo zimekuwa maeneo mbalimbali za hapa nchini, lakini hivi punde ni ziara ambayo imekamilika juma lililopita ama weekend iliyopita katika kaunti ya Nairobi. Ziara ambayo ametaja kuwa ya maendeleo. Tumeona miradi mbalimbali ikizinduliwa. Unaweza kusema vipi kuhusiana na ziara hizi? Ni za kimaendeleo na kazi ama ni ziara za kisiasa? Ziara za rais katika sehemu tofauti za Jamhuri ni iko ndani ya mipangilio ya manifesto ya Kenya Kwanza administration. Mnajua kwanza, kwa mara ya kwanza katika siasa za Kenya, manifesto ya Kenya Kwanza ambayo inaitwa The Plan haikuandikwa kwa boardroom. Rais mwenyewe aliongoza mgongamano katika kaunti zetu 47 katika Jamhuri ya Kenya, na hakusimama hapo. Rais mwenyewe aliweka sahihi economic charters ya all the 47 counties, na hiyo economic charters inaonyesha mipangilio ya kiuchumi, kimaendeleo na mambo mengi ya kila kaunti. Na rais baada ya kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, inambidi ahakikishe kwamba yale charters imekuwa implemented, na Kenya Kwanza administration manifesto pia imekuwa implemented. Mnajua kuna 5 major pillars katika manifesto ya Kenya Kwanza. Pila ya kilimo, pila ya micro small medium enterprise, biashara ndogo ndogo, ndio unaona market sasa zinachengwa, mahali nzuri ya kufanya biashara, economic zones katika kila county. Pila ya ICT infrastructure, sababu biashara ama kazi zote ambazo zinaweza fanyika
katika space ya uchumi yetu inaendeshwa katika njia za mitandao, na hiyo ndio investment program kubwa katika pila ya tatu. Na pila ya 4 ni ile ya housing, na katika sehemu zote za jamhuri kuna mipangilio, kuna projects za housing ambazo zinaendelea. Na pila ya 5 ni ile ya universal health coverage. Kwa hivyo hii ni kasi kubwa, na rais mwenyewe aliweka kidole yake, sio mwingine aliweka sahihi, yeye mwenyewe aliweka sahihi economic charters ya 47 counties. Kwa hivyo itabidi kwamba kama kuna uwezekano rais mwenyewe aongoze, atembelee kila county na hakikishe kwamba yale mambo ambayo walikubaliana katika gongamano na wananchi wa kila county ya maendeleo imetekelezwa. Hawezi kukaa State House na kutarajia kwamba mambo itafanyika. Unajua, katika ile inaitwa modern political organizing, na katika demokrasia yetu where the people have the power, if the people have the power, then meet the people where they are, na mupange, mshughulikie, wananchi waone yale mambo inayashughulikia. Kwa mfano Nairobi, rais mwenyewe alitenga siku 5 fululizo ya kutembelea constituencies by constituencies. Na tumeona pia katika county zingine ambazo alitembelea pia na kushughulikia yale mpangilio ya maendeleo ya mji wa Nairobi. Umeona hiyo mambo ya barabara ya kutoa takataka, kureclaim rivers, kuangalia mambo ya markets, kuangalia mambo ya health facilities, kufungua mashule mingi zaidi, kushughulikia feeding programs, na kutengeneza city ya Nairobi kuwa city ambayo inafaa watu wakae, na pia inakuwa na mipangilio ya sawasawa. Kwa hivyo rais, hatujawahi pata rais ambaye ako na nguvu, ako na mipangilio, ako na roho kamili ya kushughulikia mambo ifanyike. Na nasema hivyo kama trade unionist. Sawa, shikilia pale bwana Session. Social and economic rights. Lazima tuwe na kiongozi ya kushughulikia hayo mahitaji kikamilifu, na hawe na wakati ya kutembelea wananchi na kugongamana pia na kuongea na wananchi. Kwa hivyo mimi nionavyo kama mtetezi ya haki ya wengi ya wafanyikazi ama social justice advocate, yale mambo rais anafanya ni kushughulikia haki ya watu na kutekeleza yale ambayo aliahidi kwa kuenda kwa wananchi wengi. Lakini pia utakubaliana nami katika hizi ziara, miradi mbalimbali ndio imezinduliwa, lakini pia siasa zimepigwa, mwaka 2027 ikiwa inatajwa. Na basi wapo wadadisi ambao wamekuwa kusema kwa nini rais awe katika ziara kila mahali akipiga siasa badala labda kuwa katika ikulu akifanyia Wakenya kazi? Ni wapi rais anafaa kufanya kazi? Wale wanaweka fitina kusema rais afai kutembea, anafaa kubaki State House. Tumeona ni hao wazembe wale pia wanaongea mambo ya 2027, akili zao ziko 2027, na hawezi kutembea popote katika jamhuri. Tunaona tu kwa press conferences, ama Jumapili unaona wametokelezea kwa kanisa, na hao ni wazembe. Na rais ako na uhuru sababu yeye ameabishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na alichaguliwa na akapewa kazi ya kufanya. Hatuna rais wawili katika jamhuri, tuko na rais moja, na ako na muda ya miaka 5 ya kufanya kazi. Ikiwa anatembea na kufanya kazi na wananchi, na hiyo kazi anafanya kila mahali katika jamhuri, na rais mwenyewe amesema tunataka kuunganisha nchi, kuleta wote, na ametengeneza mambo ya broad based government na kuleta hata wale walikuwa upinzani, na ametia sahihi mkataba na rais na Raila Odinga, na hiyo framework ni kwamba imeleta political stability ile inaweza kuruhusu kazi ifanyike. Ikiwa kazi ya rais itapendeza
wananchi wa Kenya, na matunda yataonekana, na matunda tayari ishaonekana. Bila shaka Wakenya watampatia nafasi yake ya pili na ya mwisho, na ikiwa Wakenya watampatia nafasi yake ya pili na ya mwisho, isikuwe ugonjwa kwa wale ambao ni wazembe. Watu waelewe kwamba rais amechaguliwa kisiasa, and is a political leader of the Republic of Kenya, na ako na uhuru kutembea. Hao wengine pia wako na uhuru kutembea. Kuna mtu amezuiliwa. Bwana Sosion, rais ana haki ya kutembea mahali popote katika taifa la Kenya, ndio. Na pia rais ana baraza la mawaziri, kila waziri pia anajua wizara na kazi ambayo anafaa kutekeleza. Wakati mwingine labda mwananchi atauliza, mbona isiwe kwamba miradi mingine hii waziri asitumwe kuitekeleza, rais lazima pale mwenyewe ndo kazi ifanyike? Ikiwa rais mwenyewe ndio overall director ya development programs ya nchi, yeye ndio overall director ya development programs ya nchi, yeye sio clerical officer katika maofisi za serikali, yeye sio PS ya kushughulikia mambo ya programs katika wizara ya serikali. Kwa hivyo ako na jukumu ya kusupervise na kuhakikisha kwamba yale mipangilio na watu wake katika serikali wanafanya kazi, kuanzia waziri, makatibu na wale wote wanafanya kazi. Kwa mfano, akitembelea shule na kuzindua mradi ya mijengo ya madarasa, tumeona kazi nzuri ambayo imefanyika. Hiyo akiwa huko, kutakuwa na waziri wa elimu, kutakuwa na katibu wa elimu, kutakuwa na hao wote waki-account yale vile mambo yote yamefanyika, sababu lazima tuwe njuwazi ya uwajibikaji kikasi. We are a democratic country and we must be accountable to the people of Kenya. Kwa hivyo rais anasaidia wananchi wa Kenya kuhakikisha kwamba wale ambao wamepewa jukumu kuendesha kazi ya serikali are accountable. Na ile kazi imepangiliwa kufanya inafanyika. Kwa hivyo mahali rais amepitia akifanya safari, akisha zindua, akisha tembelea project yote. Kwa hivyo hiyo ndio njia yeye mwenyewe anafanya ile inaitwa supervision ya program na kupangilia uongozi na wananchi na kuunganisha wananchi na wafanyikazi wa serikali wale wanatekeleza hiyo miradi. Ndio basi wananchi wenyewe wakuwe na nguvu zaidi ya kushughulikia pia na wawe na maoni katika mambo ya maendeleo. Hatuwezi fanya maendeleo kwa njia ya kisiri ndani ya maofisi ya serikali. Lazima tulete wazi kwa umma, na katika katiba kipengele 10 ya values of principles of governance and national values ni kwamba lazima kuwe na public participation. Public participation ni forums rais mwenyewe anatembea akiongea na wananchi na akiangalia na kusindua miradi. Kwa hivyo namshikilia pale tu rais ndio huyu ndio rais wa kwanza ya kuhakikisha kwamba tunaleta mambo ya maendeleo, mipangilio ya serikali karibu na mwananchi na kuelimisha wananchi pia. Naam, asante Bwana Sosiona. Mtazamaji na msikilizaji, Bwana Sosiona akisha kunywa kahawa nyeusi anaweza kazungumza na akazungumza sana. Na inakubalika. Tayari umeshataja masuala ya beta agenda, bottom up transformation agenda ambayo ni pila kubwa sana ya serikali ya Kenya Kwanza. Na kumbuka pia tunazungumzia miaka 2.5 tangu serikali ya Kenya Kwanza kuchukua hatamu za uongozi, na tumetaja masuala ya kidijitali, masuala ya nyumba, afya ambayo tayari changamoto bado zipo 2-3, na mambo mengine ya biashara ndogo ndogo na hata kilimo. Kwa tathmini yako Bwana Sosion, miaka 2.5 ya utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, unapatia alama ngapi out of 10? Nampatia rais, na ujue mimi ni mwalimu na pia mimi ni mpiganiaji haki. Sijawahi ona katika siasa ya Kiafrika bottom up economic model ambayo inashughulikia kuzawazisha society yetu
kuwa na ile economic equity kama hii rais mwenyewe alitenga. Kwa hivyo naweza kumpatia rais wa nchi na Kenya Kwanza administration 8 out of 10 mimi kama mwalimu. Sababu hizi pillars kuhakikisha kwamba imetekelezwa sio kazi rahisi. Kwanza tuende kilimo, kuteremusha bei ya fertilizers kutoka shilingi 7,000 chini mpaka 2,500, na pia kuweka mipangilio yote vizuri ya kilimo, kuhakikisha kwamba kuna uzalishaji ya kutosha ya chakula. Sio kazi rahisi, haiwezi fanyika katika serikali zote katika Kiafrika. Mpaka kwa sasa tuko na miwa ya kutosha na tunaweza kujitosheleza kwa mambo ya sukari, na tuliona kwamba wakati wa Moi tuliweza kuagiza sukari kutoka nje, wakati wa Kibaki tuliagiza sukari kutoka nje, wakati wa Uhuru Kenyatta tuliagiza sukari kutoka nje. But in 2.5 years ndani ya serikali ya William Ruto tuko na sukari ya kutosha, na pia leseni ya kuagiza sukari kutoka nje hiyo imeondolewa. Kwa hivyo wananchi ambao ni wakulima wa miwa kwa sasa wanaona faida, wakipeleka miwa Jumatatu kwa factory kufikia Friday wamelipa. Mimi kama kiongozi wa wafanyikazi nikiona hayo maendeleo, hayo achievements within 2 years, kama tunaweza kuachieve within 2 years, inamaanisha kwamba mengi yanaweza kufanyika. Na bila shaka, bila kuwa hapa sana, sababu anakasana juu ya migogoro ya siasa yao ndani ya Azimio, sababu kinara yao ameamua na chama chake kushirikiana na rais kwa minajili ya Wakenya. Na Raila Odinga sio mtoto kwa siasa, historia yake ni kubwa, na hii kushirikiana na rais hajafanya kwa siri. Wakati wa kuzindua ripoti ya NADCO katika KICC tuliwaona viongozi wa vyama vikuu vyote, akiweko kinara wake. Anafikiri akizungumza hapa anazungumza kwa niaba ya kinara yake. Kuna yale ambayo hajakubaliana na, kwa hivyo waseme kwa wazi ni nini hawajakubaliana. Na katika KICC rais mwenyewe alisema, nafungua mlango ya serikali yangu ni walete wote ndio waweze kunisaidia kutimiza yale niliyawaahidi wa Kenya. Hayo ni maneno ya rais. na Raila Odinga yeye ameweza kugongamana na chama chake, na mliona hiyo agreement is a political agreement. Ilitiwa sahihi kati ya vyama viwili, ODM na UDA, na rais hakuwa anataja tu kuwaleta wale wote wengine kimsaha. Hata Wiper wangetaka pia nafasi ilikuwa hapo. Kwa hivyo rais kushirikiana na Raila Odinga kuweza kutuliza mambo ya siasa na kuangazia political goodwill ya hao wote ya kuweza kuwasaidia wa Kenya na kuendesha maendeleo ya Kenya ni ya manufaa kwa Wakenya. Amesema muhitaji Raila kutekeleza yale ambayo mliahidi kama serikali. Hapana, Raila si mtoto. Raila ni mzee mkongwe, ni mwanasiasa shupavu katika nchi hii na nje ya nchi, na sio mtu ya kudanganywa, na amesema, ametacha mara mingi, na Raila sio mgeni kwetu, sio mgeni pia kwa rais. Najua huyu ajui 2007 ni William Ruto mwenyewe alilimleta rais Raila, tukamtembeza Rift Valley ndio tumsaidie kuwa rais. Kwa hivyo kuna ushirikiano ambao ile tunawajua, hata Kalonzo tulimtembeza. Kwa hivyo hao ni viongozi wa Kenya tunawajua, na ikifika wakati
viongozi washirikiane ndio tuweze kubadilisha nchi. Kuna makosa gani? Na viongozi wenyewe Raila Odinga na William Ruto wamesema tuachane na maneno ya siasa ya 2027, tuangalie maslahi ya nchi. Hiyo ni statesmanship. Lakini pia katika hii mikutano utasikia siasa za mwaka 2027 zikitajwa. Mambo ya statesmanship ikitajwa, na ikifika mambo ya 2027 pia Raila na William Ruto wako na right kupanga mambo ya 2027. Yes, hiyo haina shida. Lakini kwa sasa mambo ya 2027 haipo kwa meza. Yale mambo ni ya kubadilisha Kenya na kuhakikisha kwamba uchumi nafanya, haki ipo kwa Wakenya wote, na yale rais aliahidi katika manifesto, katika hiyo better inakuwa implemented for the good of Kenyans. Na Makale na marafiki zake wako na uhuru kukaa kando kama hawataki kuingia kwa broad base na kukosoa serikali, na pia wako na uhuru kujipanga for 2027, sababu 2027 itafika na siasa ya 2027 itapigwa hiyo wakati ikifika. Lakini kwa sasa mimi najua rais ako na ari na moyo na roho ya kuhakikisha kwamba yale amewaahidi wa Kenya imetekelezwa, na Raila Odinga amesema watasaidiana pamoja, na tunaendelea kuhakikisha kwamba manifesto ile ipo mbele ya wananchi wa Kenya inatekelezwa katika viwango vyote. Naomba usiongeze kwa sababu ya muda.